Miezi michache baada ya nchi jirani ya Tanzania kuandaa uchaguzi wake Oktoba 29 mwaka 2025, leo Januari 15 mwaka 2026 imekuwa zamu ya taifa la Uganda, ambapo zaidi ya raia milioni 21 walitazamiwa kushiriki uchaguzi huu kuwachagua rais na wabunge. Uchaguzi huu ambao umefuatiliwa kwa karibu na waangalizi wa kimataifa na mataifa mbalimbali, wengi wanasema baadhi ya matukio yanajitokeza Uganda yanafanana kwa kiasi kikubwa na yale yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 nchini Tanzania. Kwa mfano, shughuli ya upigaji kura ilichelewa kuanza katika maeneo mengi nchini Uganda na vituo vya kupiga kura vilitarajiwa kufunguliwa saa 1 asubuhi, lakini kufikia saa 2:30 asubuhi wapiga kura walikuwa bado hawajaanza kupiga kura, mashine za kuwatambua wapiga kura zikiwa changamoto kubwa. Kwa kawaida, wananchi wa Afrika Mashariki huwa na shauku ya kufuatilia uchaguzi katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Safari hii uchaguzi wa Uganda ukivutia macho ya makundi mbalimbali, hasa Afrika Mashariki. Raia wanaojadili uchaguzi huu kwa kulinganisha na aliyotokea wakati uchaguzi wa Oktoba 29, wakisema Uganda inaonekana kuelekea katika mwelekeo ulioshuhudiwa nchini Tanzania kabla na baada ya uchaguzi mkuu uliomalizika, huku chama tawala cha CCM kikiendelea kubaki madarakani. Suala la kubinywa kwa vyama vya upinzani, vyombo vya habari kuzuia kupeperusha matangazo moja kwa moja, ghasia na kuzimwa kwa mtandao wa interneti ni miongoni mwa sababu zinazofanya wengi kufananisha uchaguzi wa Uganda na ule wa Tanzania. Uganda ina idadi kubwa ya vijana ambao wanatajwa kuwa na nafasi muhimu katika kuamua mwelekeo wa siasa za taifa la Uganda. Hali hii pia ilikuwa sehemu ya mjadala mpana wakati wa heka za uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Mara nyingi sauti za vijana hupuuzwa wakati wa kuelekea kwa uchaguzi, jambo linalofanya kukosa fursa ya kuwachagua viongozi wanaokidhi mahitaji yao. Mamlaka nchini Uganda pia zimewekewa lawama kwa kuwabana waangalizi wa kimataifa na kuweka vikwazo kwa vyombo vya habari vya nje kuangazia uchaguzi huu, hali inayofanana na iliyoshuhudiwa wakati uchaguzi wa Tanzania. Uganda inaweza kujiweka katika hatari ya kuathiri mustakabali wake iwapo haitasimamia vyema mchakato wa uchaguzi. Ingawa hatima ya Uganda itabaki mikononi mwa Waganda wenyewe, mafungamano ya kisiasa, kiuchumi na kijamii ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yanafanya chochote kitakachojitokeza katika uchaguzi huu kuwa na athari pana kwa wananchi wa jumuiya nzima. Hatua za kuzima mtandao, kuwepo kwa wanajeshi mitaani na madai ya kuingiliwa kwa mchakato zimeibua maswali mazito kuhusu wazi wa kura na mustakabali wa demokrasia. Yoweri Kaguta Museveni, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986, anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, anayewakilisha kundi la vijana wanaoshinikiza mageuzi ya kisiasa. Wachambuzi wanasema kuna uwezekano mkubwa kwa Museveni mwenye umri wa miaka 81 akarejea madarakani. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Janet Mumbi. Coco FM, ladha ya Pwani.